kwamba wamemrudisha Dar es Salaam huku ukiwa na mchezo, inaenda kumuaffect zaidi psychology Soa kuliko ilivyokuwa mara ya kwanza. Kwa sababu ulitegemea ukirudi utakuwa na game labda 2 za kurudisha fitness, psychology yako ikae vizuri, then uaminiwe na mwalimu. Alafu huyo mwalimu anakuambia rudi Dar es Salaam. Maana yake ule mchezo pia hata benchi utakaa. Si unaelewa? Kwa sababu mategemeo kama unapewa nafasi mwalimu anaweza kujumuisha kwenye kikosi. Akikujumuisha kwenye kikosi inawezekana usiingie moja kwa moja kwenye kikosi kwamba kacheze mchezo ka first 11, akakupa dakika za mwishoni kwa kutafuta fitness, labda timu imeshashinda magoli 3-4. Umeona? Mfano nafasi ya mechi iliyopita mwalimu alimuingiza Baraka Mwangosi, si ndio, kwenye mchezo dhidi ya Tanzania Prison. Lakini ukiona ile ilikuwa na nafasi ya nani? Pengine ilikuwa ya Soa. Sasa kwa hiyo kwa kumalizia kwenye hilo. Kwa hiyo mwalimu kwa maana ya Jonathan Soa, inaweza kumwathiri kwa kiwango kikubwa sana kurudishwa Dar es Salaam, huku akijua nina mechi kadhaa nimezikosa, nina matatizo ya kuigharimu timu kwa kucheza baadhi ya michezo ya ligi, alafu nimeingia kuigharimu tena timu kwenye maneno ya mvutano na kocha anaweza viongozi wakasema hebu endelea kuwepo kwenye timu, lakini kocha anasema mimi sikutumii. Na makocha kutoka Afrika Kusini wana ego ya namna hiyo. Yaani ukiwaletea jeuri wao na vimba zaidi, akamwambia wewe nani? Tulia hapa, kuna mwalimu hapa atafanya kazi. Nitamfanya Mwangosi akawa wa moto kuliko wewe. Anacheza mnafungwa lakini bado anacheza. Kikubwa unakuwa unaumia wewe. Kwa Soa ninamhurumia kitu kimoja, ni kwamba ni mtu mzima ambao anaendelea kufanya vitu vya kipumbavu. Yaani ujinga anawezekana aliufanya kipindi cha nyuma, lakini anaurudia upumbavu ambao unagharimu maisha yake, huenda kiwango chake kikashuka na baadaye akaja kujutia hapo baadaye. Pengine limeshindwa kupata solution ya ndani. Kwa sababu gani? Kama ni issue ya kubeba vitu tu, umeelewa? Kwanza hizo kahoji aliyetaka Soa bebe vitu ni vitu gani? Hapo sasa. Kwa sababu je, ndo kazi yake kubeba hivyo vitu? Sio kazi yake. Ndio. Ni hiari yake kubeba au nisibebe, kwa sababu sio majukumu yangu ambayo mimi nimepewa ya kufanya. Sahihi. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa na zaidi ya kile ambacho kimefanyika, labda akaambiwa akajibu tofauti, ile jibu ndo likaenda kuzalisha kitu kingine. Lakini sosi sio sosi ambayo inahusu yani sababu maalum. Inawezekana ni sababu ya muendelezo. Unajua kuna sehemu kuna mtu anaweza kukukosea, Simba wasingeruhusu. Yaani kama ni jambo dogo, Simba wasingeruhusu. Soa na kiwango hicho chochokuwa nacho. Ndio. Na mazingira hayo ambayo iko nayo ya kuto kucheza kwa muda mrefu michezo, kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, kama jambo lingekuwa dogo, wasingeruhusu kumwachia Soa, kwa sababu hawajui mwisho wa siku atamkaje nani? Mwalimu. Umeelewa? Kwa sababu mwalimu ndio chaguo la kwanza sasa hivi kwa kocha. Je, akiamka naumwa? Je, ana majeruhi au kuna changamoto yote imetokea? Nini kitatokea? Kwa hiyo nadhani wameamua kuziba masikio, kwa sababu jambo ambalo pengine limetokea ni kubwa, ambalo ukidigi ndani lina effect kwenye timu, hasa kwenye nidhamu. Wakaona sasa hebu tutoe jino moja ambalo limeoza, kuyanusuru mengine asija kaharibika. Na 11 ndio siku ambayo tulithibitisha kila binadamu ana bandama na kila binadamu ana kawaida ya kuchukia. Mara baada ya mchezo wa derby ya Manchester, kwa maana Manchester City dhidi ya Manchester United. Manchester City walipata ushindi wa magoli 6 dhidi ya Manchester United. Goli la kwanza lilifungwa na Mario Super Balotelli. Baada ya hapo akainua jezi yake akaandika why always me. Hii ni mara baada ya yeye kuzungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii, wengi wakisema kwamba ana kashfa nyingi sana nje ya mitandao ya kijamii. Ndipo akawauliza jamii, kwa nini kila kitu mimi? Hapo ndipo tukaamini kwamba kumbe mpaka yeye huwa anachukia. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Hii kubwa zaidi naenda kuzungumza yale mengi ya kimichezo, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Lugano Israel First 11 Kilaka. Nadhani wengi mnajua mzee wa black and white, na kubwa zaidi tutaenda kuangalia kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa kumuhusu Jonathan Soa. Huyu ni striker wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Tupo na taarifa zake, amefukuzwa ama ameondoshwa ama amefurushwa
huko kambini Dodoma na amerudi Dar es Salaam. Nini sababu, nini hasa ambacho kimemtokea? Lakini je, tumeanza na story ya Mario Super Balotelli kwamba huyu ni mtukutu, tumeona kile ambacho amekifanya. Vipi kwa Jonathan Soa, je naye ataweza kusurvive kama ilivyotokea kwa Mario Super Balotelli? Lakini pia tutaendelea kukujuza baadhi ya matukio ambayo ameyafanya Super Mario Balotelli. Cha kufanya tu subscribe Salamba Radio ili upate mengi ya kimichezo, lakini tutakuwa tukipewa nguvu na Super Banco, Winning Kolomboka, Helabet, Easypad, hao ndio ambao wanafanya sisi tukujuze yale mengi ya kimichezo. Lugano Israel First 11 Kilaka. Yes. Upo njema? Niko vizuri. Yes. Ya mimi huwa napenda kuanza na Mungu. Ndio. Ni vema sana kumshukuru Mungu kuwa mzima Kabisa. Watu wafahamu. Unajua kuna wakati unaweza kujisahau, lakini kukumbushana sio kitu kibaya. Sahihi. Unajua kama umepata nafasi ya kuamka, Yep. uko kwenye mishemishe zako. Yes. Kumbuka upande wa pili kuna baadhi ya watu ambao hawajapata bahati hiyo ambayo umeipata kuamka. Kabisa kabisa. Umekula, umeshiba. Sahihi. Lakini kuna watu pia wanatamani wangekula tu. Very sure. Hata kile ambacho si cha kushiba ambacho umekipata. Kabisa. Wewe ulishushia na vitu vingine, lakini angetamani tu ashibe. Lakini Sahihi. Pia uhai, afya, namshukuru Mungu niko vizuri sana. Okay. Na ndio maana niko hapa. Yes. Sasa Lugano Israel, taarifa ambayo tupo nayo ni kwamba mchezo uliomalizika wa Tanzania Prison dhidi ya Simba ndo mchezo ambao ile adhabu ambao alipewa Alassane Modo Kante pamoja na Jonathan Soa ilikuwa imemalizika pale. Kwa maana kuanzia mchezo wa kesho dhidi ya Dodoma Jiji, kwa maana Simba kwa maana Jonathan Soa pamoja na Alassane Modo Kante, yes, wanaruhusiwa kucheza. Lakini mapema tu leo hii tumepata taarifa Jonathan Soa amerudishwa huku Dar es Salaam kutokana na utovu wa nidhamu. Taarifa ambazo si rasmi, kwa maana chanzo na sababu ya yeye. Tumeona baadhi ya watu wameandika, baadaye nadhani tutawapigia watu wa ndani watatuambia yes. Taarifa rasmi. Wanasema kwamba aliambiwa abebe baadhi ya vifaa na kit manager, lakini yeye akagoma, akasema kwamba siwezi nikabeba kwa sababu mimi sijahusika na mchezo, sikuwepo kabisa mchezoni, siwezi nikabeba, kwa hiyo sikuwa sehemu ya timu. Taarifa akapewa Steve Barker, na tunajua Steve Barker aliwahi kufanya kazi kwenye jeshi la South Africa. Yes. Jeshi la anga. Yeye akasema haraka sana huyo mtu sitaki kumuona, arudi Dar es Salaam. Hizi ni taarifa ambazo za kikachelo tu zipo. Yes. Lakini rasmi tutawapa Salamba Radio. Lakini mtazamaji wa Salamba Radio, unao nafasi ya kudondosha komenti yako kutuambia kile ambacho kinaendelea kumhusu Jonathan Soa. Simba waendelee kuwa naye ama iwe vipi? Lakini sasa hivi tunaenda kusikia maoni kutoka kwa Lugano Israel First 11 Kilaka, black and white. Unajua kuna changamoto kubwa sana ya wachezaji wenye vipaji. Yep. Dunia nzima wachezaji wenye vipaji wameshindwa kuwa kama sehemu ya mafanikio yao kutokana na vipaji vyao kwa sababu ya jeuri. Yep. Na Jonathan Soa ni miongoni mwa watu ambao pia wameingia kwenye staili ya watu wenye vipaji, lakini watu wenye utovu wa nidhamu. Sahihi. Watu wengi wakiwa na kipaji tu anakuwa na ujeuri ndani yake. Sasa hicho ndio kitu ambacho kinaogharimu watu wengi. Jonathan Soa nadhani utakumbuka hata kipindi ya anacheza Medeama, yes, pale na Ghana, sio? Yep. Yanga alikuwa anacheza kwenye ilikuwa Confederation Cup. Yep. Walikuwa kwenye kundi moja. Yes. Unanielewa? Yes. Na alipata nafasi ya kucheza mchezo mmoja, mingine huko pia alikuwa na adhabu, yep, ya michezo baadhi. Sahihi. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni mtu mwenye tabia ambazo huwa hazivumiliki. Yes. Yaani hajifunzi kwenye makosa ambayo anayafanya. Yep. Na kitu ambacho kibaya sana kwa Jonathan Soa. Yes. Wanasema unaweza kawa una utovu wa nidhamu, lakini inawezekana ukawa pia una kipaji kikubwa sana ambacho kinaziba yale mapengo, au unajifunza na kujirekebisha baadhi ya makosa, unaachana tabia, zile tabia zinapungua, au unazipa distance kubwa. Yes. Distance haipagi distance kubwa Jonathan Soa kwenye masuala ya nidhamu. Yep. Utakuwa unakumbuka tulizungumza wakati kabla hajajiunga Simba. Yes. Yuko Singida Black Stars, alikost Singida Black Stars. Yep. Kutokuhusika kwenye mchezo mwingine ni kwa sababu alifanya vitu vya kijinga. Yep. Unajua wanasema neno upumbavu
mtu anaweza kalichukulia kama tusi. Ndio. Neno upumbavu ni lugha ya Kiswahili kabisa ambalo sio tusi. Yeah. Ila ni kumkumbusha mtu kwamba umefanya ujinga mara nyingi ambao unakuja kukupa gharama kubwa zaidi. Umeelewa? Yeah. Sasa mimi kwa kauli hiyo naweza kasema Jonathan Soa ni mchezaji mpumbavu. Okay. Kwa sababu anakumbushwa kwenye vitu vingi, anashindwa kuvifanyia kazi kwamba sasa natakiwa nijirekebishe. Simekufafanulia vizuri kuhusiana na mtu anaitwa mpumbavu. Yaani mpumbavu ni kwamba unajua kuna shimo pale. Ndio. Alafu usiku ukapita pale kwenye shimo. Wakati unajua usiku huwezi kuona vizuri ile shimo, afu katumbukia. Huo ni upumbavu. Huo ni upumbavu. Ndio. Kwa mimi nasema Jonathan Soa ni mchezaji mpumbavu. Kwa sababu kama uko kwenye mtego wa kinidhamu ambao umegharimu timu, na bado unaenda kuvifanya vitu ambavyo kwenye nidhamu vitakuonyesha huna nidhamu, maana yake unajiingiza kwenye mtego mgumu na mbaya wa kuonekana kama wewe ustahili kuwepo kwenye timu hiyo. Kuna wakati mishe kuzungumza kwamba ukizungumzia swala la nidhamu, hata kama uko kazini, kazi yoyote, hata kama ikupi pesa ya kutosha, ipe nidhamu. Kama uko kwenye shule, ili ufanikiwe kwenye shule yako, ipe nidhamu. Hata kwenye discipline ya utumiaji wa pesa yako, ipe nidhamu. Kwa nidhamu ndo maisha ya mwanadamu yanahitaji kuwa hivyo. Sasa kwa mchezaji inatakiwa uongeze zaidi kwenye nidhamu, kwa sababu uko ndani ya ushindani. Si unaelewa? Mfano Simba pale. Yupo Mwalimu. Selemani Mwalimu ndo mshindani wake. Usikute hii nafasi ambayo Suleiman Mwalimu yupo nao sasa hivi kama first 11 ya Simba, usikute singeipata endapo kama nidhamu yake ingekuwa iko sawa na angekuwa anapata nafasi Jonathan Soa. Nani ambaye amjui Jonathan Soa? Jonathan Soa ni mchezaji ambaye msimu uliopita katika miezi 6 tu kafunga magoli 13. Nani mchezaji aishaye kufanya hicho kitu? Hakuna mchezaji wa aina hiyo ambaye aishaye kufanya. Mpaka watu wakaanza kusema kama kigezo cha MVP sawa, kinaweza kawa ni ufungaji wa magoli. Jonathan Soa anastahili kwa sababu nusu msimu na magoli 13. Yule ambaye alikuwa anasema anaweza ka MVP kwa maana ya Jean Charles Ahoua alikuwa na magoli 10 na ngapi? 17. Si ndio? Ina maana distance ya magoli mangapi? 4 tu. Yule ana msimu mzima. Lakini hapo tunazungumzia ubora wa mchezaji. Ndio. Simba wamemchukua kwa sababu ya ametoa namba. Umeelewa? Wakajua pengine yale aliyoyafanya akiwa Singida anaweza akajirekebisha. Ndio maana anamuita mpumbavu kwa sababu Yanga wamemkataa Jonathan Soa ni kwa sababu ya kukosa nidhamu. Si unanielewa? Sahihi kabisa. Nidhamu hiyo ambayo amekosa kujiunga na Yanga, Simba akasema okay, tunahitaji kipaji chako. Sawa. Inawezekana umejirekebisha kutokana na nidhamu hiyo ya makosa ya kinidhamu. Kwa kuongezea kidogo Lugano Israel, Simba waliamini kwamba wanaweza kamnyosha Jonathan Soa kwa sababu waliwahi kupita wachezaji wa hivyo. Haruna Moshi Boban, Jonas Gerard Mkude, lakini pia Mgana mwenzie Jonathan Soa, Morrison. Walienda lakini waliweza kuishi nao na wakaenda vizuri. Pengine wakaamini wanaweza kubadilika kwa Jonathan Soa. Tuendelee Lugano Israel. Of course, unajua ni kwa upande wa Simba ni lazima wakiangalia kipaji cha mchezaji na mahitaji ya Simba. Kwa hiyo hata ningekuwa mimi na mimi usajili wa Jonathan Soa kwa ndani ya Simba, mimi niliona ulikuwa sahihi kwa sababu Simba alikuwa anahitaji wanasema striker katili. Striker katili ambaye anaweza kukupa namba ya magoli. Achana na utovu wa nidhamu. Sasa ninachokiamini kwa upande wa Simba, waliamini tunaenda kumchukua mchezaji ambaye hana nidhamu, lakini kwa sababu amepitia kwenye matukio ambayo sio ya kinidhamu, lazima ataisqueeze nidhamu yake, atajaribu kupunguza kuangalia mapungufu yake yako wapi, ili asije kumgharimu huko mbele ya safari. Ndio maana ninamuita mpumbavu kwa sababu wewe umepita pale kwenye shimo ambao umeona mchana usiku unapita tena, lazima utatumbukia. Na kibaya sana kingine, binadamu tuna kitu kimoja. Katalambula naam. Mfano ukipita sehemu waisha kusema kwamba Katalambula bwana mdokozi. Tunatolea mfano. Wewe hauko hivyo. Tunatolea mfano. Bwana Katalambula mdokozi. Umeelewa? Siku yoyote kitu kikipotea kinaanza, hebu muiteni Katalambula hapa. Si unaelewa? Inawezekana siitwe mtu mwingine.
tukio ambalo amelifanya Jonathan Soa, inawezekana mchezaji mwingine yoyote angeweza kulifanya. Lakini kwa sababu imeshajengwa kwamba huyu mtu ana tabia za ukosefu wa nidhamu, ndicho ambacho kimepelekea hata maamuzi ambayo wameenda kuyaamua au kuchukua zile hatua ni kwa sababu ya mwendelezo wa tabia za mchezaji. Si unaelewa? Kwa gharama ambayo anaitengeneza ni ya kwake. Lakini kibaya sana kingine, nilizungumza wakati anapewa adhabu ya nani alivyomfanyia mchezaji wa Azam, nadhani ndio ilienda kumfungia michezo mitano. Nikasema bahati mbaya kwa Jonathan Soa, si ndio? Bahati mbaya kwa Jonathan Soa, ndo kiwango chake kinawezekana kienda kuporomokea hapo hapo. Unajua kwa mchezaji unaposema michezo mingapi? Mitano ya ligi. Mingi sana. Mitano ya ligi. Mingi sana. Ni sawa na mchezaji ambaye yuko majeruhi. Sawa kwenye michezo hiyo. Unajua mchezaji anapokuwa yuko majeruhi, kuna psychology yake ambia nikipona nitarudi kwenye uwanja nikiwa niko fit. Si ndio? Lakini mchezaji ambaye uko fit, uko nje kwa sababu ya adhabu. Unaanza kujutia ile adhabu, unasema nikipona, nikimaliza adhabu nitaingia uwanjani, nitaenda kuonyesha. Si unaelewa? Yani kuna vitu unaviona hata kabisa nishavikosa. Si unanisoma vizuri? Kwa hiyo ukimwangalia Jonathan Soa uko nje, unamwona mwenzio yuko uwanjani. Sawa? Bahati nzuri mimi kuzungumza. Nikasema Jonathan Soa kukosekana katika michezo mitano ya ligi kwa sababu ligi ndio inakupa mwendelezo. Si ndio? Kwa sababu kimataifa pia utapata nafasi kwa sababu unaonekana kwenye michezo ya miendelezo. Umecheza mchezo huu, umecheza huu, umeperform hivyo, umepata matokeo hayo, utapata nafasi hiyo. Kwa hiyo atakosa michezo mitano ya ligi, lakini kuna mitano mingine atakosa kwa sababu unapozidi kukosa michezo ya ligi ndio unakosa michezo mingine. Na ndio maana hata mwalimu alikuwa hampi nafasi. Kuna kipindi akawa anatumika nani? Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu na Kibudeni alitumika. Kwenye namba 9. Lakini usikute kwamba mwalimu pengine akumridhisha na kocha, lakini alikuwa anakosa option. Sahihi. Umeelewa? Labda option ingekuwa inadondokea kwa nani? Kwa Jonathan Soa. Sasa michezo hiyo umekosa. Kwa hiyo ukihesabu mitano ya ligi, sawa? Jumlisha na mitano au minne au mitatu ambao sio ligi, zaidi ya michezo 8. Huko unaangalia wenzio tu kwenye vibanda umiza. Si unanielewa? Nini ambacho kinakuja kwenye uwezo wa kutunza utimamu wako wa kiakili, psychology. Psychological issues zinakuwa lazima zikuletee effect. Kitu ambacho kitakuwa kinamsumbua hata hicho alichoenda kukifanya kinatokana na matukio ya mwalimu ambao anafanya, kwa maana ya Gomez. Sulemani Mwalimu mechi zilizopita ana magoli mangapi saizi? 4. Magoli 4. So ana magoli matatu. Sawa. Angepata hizo game hizo, so angekuwa na magoli mangapi? Mengi. Kwa sasa hivi Mwalimu kafunga, maana yake chaguo la kocha litakuwa ni Sulemani Mwalimu Gomez. Kwa hiyo kichwani hawezi kuwa sawa, kwa sababu nimekwambia hapa kuna kitu kinaitwa ushindani. Sawa? Ndio. Unapokuwa kwenye ushindani wa namba, alafu mwenzio anafanya vizuri, lazima kichwani hauwezi kuwa sawa. Unaona nafasi yangu inakosekana. Mimi ndo anguko langu liko hapa. Kwa hiyo kichwani kwa Soa hakukuwa sawa, lakini bahati mbaya yeye mwenyewe ameshindwa kucontrol. Si unaelewa? Kwa hiyo hiki tukikiangalia kwenye upande wa Soa, twende kwenye maisha ya mtu wa kawaida. Kuna mtu anatufuatilia saizi kupitia YouTube. Na tayari message naziona kama hapa. Huyu anaitwa Paul Mwacha. Yeye anasema kwamba Soa bora tuachane naye tu. Lakini kuachana naye bado kuna mechi nyingi. Adhabu inawezekana akapewa adhabu ya kukatwa pesa. Inawezekana akapewa adhabu ya kusimamishwa baadhi ya michezo ambayo pia itaenda kuongezea effect ambayo ni negative kwa upande wake. Kwa sababu mpaka msimu uishe huu unaweza ukaachana naye, manake mumvunjie mkataba. Umeelewa? Inaweza kaangaliwa kwa namna hiyo kwamba je, ndo mwisho wa tukio au kuna namna ambavyo Simba wanaweza kukaa na mchezaji. Unajua kuna watu ambao pia wanasema haivunju ikiwa imekomaa. Wasema mkunje samaki mkunje angali mbichi. Akikomaa anavunjika. Lakini Soa pia ni mtu mzima. Inawezekana asiweze kukunjika. Si ndio? Lakini inawezekana pia kakunjika. Umeelewa? Binadamu sisi tuko dynamic. Kwa ukubwa huo uliokuwa nao Katalambuka, kuna vitu vingine unaweza kufundishwa ukasema hebu nijifunze. Maadamu mwenyewe umekubali. Si ndio? Inawezekana adhabu ambao kama itakuwa ndivyo ilivyo,
kwamba wamemrudisha Dar es Salaam huku ukiwa na mchezo, inaenda kumuaffect zaidi psychology Soa kuliko ilivyokuwa mara ya kwanza, kwa sababu ulitegemea ukirudi utakuwa na game labda 2 za kurudisha fitness, psychology yako ikae vizuri, then uaminiwe na mwalimu, alafu huyo mwalimu anakuambia rudi Dar es Salaam, maana yake ule mchezo pia hata benchi utakaa. Si unaelewa? Kwa sababu mategemeo kama unapewa nafasi mwalimu anaweza kujumuisha kwenye kikosi. Akikujumuisha kwenye kikosi inawezekana usiingie moja kwa moja kwenye kikosi kwamba kacheze mchezo ka first 11, akakupa dakika za mwishoni kwa kutafuta fitness, labda timu imeshashinda magoli 3-4. Umeona? Mfano nafasi ya mechi iliyopita mwalimu alimuingiza Baraka Mwangosi, si ndio? Kwenye mchezo dhidi ya Tanzania Prison. Lakini ukiona ile ilikuwa na nafasi ya nani? Pengine ilikuwa ya Soa. Sasa kwa hiyo kwa kumalizia kwenye hilo. Kwa hiyo mwalimu kwa maana ya Jonathan Soa, inaweza kumwathiri kwa kiwango kikubwa sana kurudishwa Dar es Salaam, huku akijua nina mechi kadhaa nimezikosa, nina matatizo ya kuigharimu timu kwa kucheza baadhi ya michezo ya ligi, alafu nimeingia kuigharimu tena timu kwenye maneno ya mvutano na kocha anaweza viongozi wakasema hebu endelea kuwepo kwenye timu, lakini kocha anasema mimi sikutumii. Na makocha kutoka Afrika Kusini wana ego ya namna hiyo. Yaani ukiwaletea jeuri wao na vimba zaidi, akamwambia wewe nani? Wewe nani? Tulia hapa, kuna mwalimu hapa anafanya kazi. Nitamfanya Mwangosi akawa wa moto kuliko wewe. Anacheza mnafungwa lakini bado anacheza. Kikubwa unakuwa unaumia wewe. Kwa Soa ninamhurumia kitu kimoja, ni kwamba ni mtu mzima ambao anaendelea kufanya vitu vya kipumbavu. Yaani ujinga anawezekana aliufanya kipindi cha nyuma, lakini anarudia upumbavu ambao unagharimu maisha yake, huenda kiwango chake kikashuka na baadaye akaja kujutia hapo baadaye. Kama nilivyokuambia awali kwamba hatupo peke yetu hapa studio, tupo na wewe mtazamaji wa Salamba Radio, kwa sababu unao nafasi ya wewe kushare nasi kwa kucomment kwenye topic ambayo tumeenda nayo kwa hivi sasa kuhusiana na Jonathan Soa. Ametimuliwa kule kambini Dodoma. Tunajua Simba na mchezo dhidi ya Dodoma Jiji hapo kesho. Amerudi Dar es Salaam. Sasa tunao watu ambao wanatuandikia, kwa maana nyinyi mashabiki. Hapa nina ujumbe kutoka kwa Masunga Maweda. Yeye anasema hivi, wanatakiwa kumvumilia tu kwa sababu hakuna mbadala wa Gomez. Lakini Paul Mwacha yeye amerudi tena, amesema kwamba Soa wa nini? Huwezi kucheza mechi 2 bila kupewa kadi. Lakini nakumbuka maneno ya Roberto Mancini, huyu ni kocha ambaye amewahi kupita katika klabu ya Manchester City na baadhi ya timu zingine amewahi kupita, lakini pia alikuwa timu ya taifa la Italy. Yeye bwana anakuambia Balotelli afanye anavyofanya, lakini bado kwenye timu yangu atacheza. Sijali mangapi ambayo anafanya, mimi ninachoangalia ni kile ambacho ananipa uwanjani. Tukirudi kwako Lugano Israel, tumepata jumbe kutoka kwa watazamaji wetu. Mmoja anasema tumvumilie Soa, mwingine anasema Soa aondoke, lakini nimekupa kisa cha Roberto Mancini. Amesema kwamba kama mchezaji ananipa kile ambacho mimi nakitaka, nidhamu zake, matatizo yake nitavumilia tu. Unadhani kwa soko lilivyo sasa hivi kupata namba 9 tunajua ni ngumu sana. Uwezo aliokuwa nao Jonathan Soa na kile ambacho kinaendelea, vipi? Uendelee kumvumilia ama apige chini watafute namba 9 mwingine? Unajua kumvumilia itategemea na ye mwenyewe. Unajua nimezungumza hapa kuhusiana na kocha kwa maana ya Steven Barker. Ndiye ambaye anaweza kana maamuzi ya mwisho ya mchezaji kumtumia. Umenielewa? Sasa kama naye amemkosea heshima au amechukulia kitendo alichokifanya kama ni kwenda kuivuruga timu, inawezekana kwa wakati mgumu. Unajua ni kweli kabisa makocha wanahitaji mchezaji ambaye ataenda kusaidia kukupa matokeo. Si ndio? Kwa sababu ajira ya kocha ipo kwenye mikono ya wachezaji ambao wanataka kusaidia majukumu yake. Si ndio? Sasa Jonathan Soa ni miongoni mwa watu ambao wanaweza kumsaidia majukumu hayo. Lakini kocha mwenyewe anamuelewa. Unajua kuwa mchezaji mzuri uwanjani. Kuna baadhi ya wachezaji ndani akakupa mifano walikuwa wachezaji wazuri uwanjani, si ndio? Lakini kocha akasema kaeni pembeni. Unakumbuka kipindi ambacho Manchester City iko na Ture? Bonge la mchezaji Ture akiwepo uwanjani Manchester City ilikuwa inashinda. One of the best men. Umeelewa? Lakini Guardiola alivyofika akasema no, tumalizane taratibu. Akaachana naye. Mpaka leo Ture na
ya Ture na Guardiola. Yes. Yani anamwona ni kama ni mtu ambaye amempoteza. Ni kama shetani kwa upande wake. Alimkuta Barcelona kule akamtoa, akaja City kamuona tena akamuondoa. Yes. Nenda kwa Samuel Eto'o. Yeah. Alikutana naye akiwa Barcelona. Yes. Samuel Eto'o amekuwa wa moto kweli. Vibaya mno. Si ndio? Yep. Lakini kocha alikuwa akasema sikubaliana na wewe. Ibrahimovic ndo akaambia bwana wewe itabidi uondoke alafu huyu aje. Okay. Alafu wakati yani Eto'o ni wa moto kuliko Kadabla. Si unaelewa? Zlatan Ibrahimovic. Kwa hiyo ninazungumzia kwenye engo ya kocha. Okay. Kocha ndo mtu mwenye maamuzi ya nini? Ya mwisho kwamba huyu nataka ni baki naye au nisibaki naye. Kwa sababu gani? Yes. Ndio maana nasema unaweza kuwa mchezaji mzuri, lakini kocha bado wewe sio chaguo la staili ambayo yeye anacheza. Umeelewa? Na bahati mbaya mwalimu kaanza kuwaka. Yaani goli alilolifunga na angekuwa hajafunga mwalimu kwenye mechi hizo ambazo amefungiwa. Yes. Inawezekana mwalimu angekuepo huyu hata ili pengine lisingekuwa zito kiasi hiki. Yep. Angesema sasa huyu unamwondoaje wakati mimi nahitaji mchezaji wa kunifungia. Yep. Lakini anaona mwalimu si yupo. Wewe unasubiria nini? Yes. Kuna mtazamaji wetu amesema hapo kwamba wamvumilie. Si ndio? Yes. Sasa kwa upande wa uongozi hauwezi kumvunjia mkataba sasa hivi. Yes. Umeelewa? Kwa sababu na mbadala wake atakuwa ni nani? Okay. Umeelewa? Kwa upande wa kocha anawezekana akakubaliana na uongozi kwamba bwana weka tu. Lakini sikupi nafasi. Yes. Kikubwa ambacho kimebakia ni Soa mwenyewe. Okay. Soa anaweza kashuka chini. Yes. Bwana kocha nimekosea. Si ndio? Ndio. Inawezekana pengine kuna kitu cha kujitetea ambacho anaweza kakitoa. Unajua binadamu ukiwa na uwezo wa kuconvert maamuzi yako na kuyafanya kama hekima, wakati mwingine unasamehewa. Umeelewa? Kwa hiyo kinachobakia sasa hivi kwa Jonathan Soa ni yeye mwenyewe. Makosa haya ambayo yametokea anaweza vipi kwenda kuyarekebisha? Okay. Lakini ana promise vipi kwa siku za usoni kwamba anaweza kawa mtu tofauti? Of course Simba inamhitaji sana Soa. Kwa sababu ya namba ambazo msimu uliopita miezi 6 tu alifanya mambo makubwa. Yes. Umeelewa, inamhitaji sana Soa. Soa ambaye alikuwa yani ndani ya Simba bado huwezi kusema kawaka. Alikuwa bado hajawaka, lakini ni michezo ya awali ambayo hakufanya vizuri. Yes. Kuna michezo unaweza kusema huwezi kumhukumu moja kwa moja kwa sababu hakupata full game mzima kwamba eti amecheza amepata hiyo nafasi. Yes. Unaelewa? Yep. Lakini ni Soa ambaye endapo kama uongozi wenyewe ukasema tunahitaji kumpa muda kwa namba ambazo ashakuonyesha maeneo tofauti, naamini kabisa kuna namna ambavyo Soa anaweza kuwasaidia uko mbele, kwa sababu ukimwachia sasa hivi, hebu mfikirie Mwangosi. Yes. Anaweza kuvaa viatu vya Soa. Ngumu kwa kweli. Hebu mfikirie Sulemani Mwalimu. Yes. Amepata majeraha. Ni nani ambaye atakuwa namba 9 pale? Nani atakuwa mbadala? Kibwa hayupo. Sawa, unaweza kutumia phase number 9. Lakini ndio malengo na mtaweza kufikia hilo lengo. Kwa hiyo bado Simba wanatakiwa kuheshimu kwamba ana mapungufu huyo mtu, kama alivyomchukua Simba. Yes. Waliona ana mapungufu. Yep. Bado ana nafasi ya kumvumilia, lakini kuna mtazamaji mwingine hapo alisema kwamba aondoke tu. Ndio. Kama wewe ni shabiki wa Simba, hebu ifikirie Sulemani Mwalimu Gomez. Yep. Kapata majeraha. Na akumbuke Gomez bwana yuko kwa mkopo. Yeah. Umeelewa? Amepata majeruhi. Amekuwa majeraha. Yes. Nani ambaye atakuwa mbadala wake? Je, anafikiri Mwangosi kwa kipindi hiki Baraka Mwangosi anaweza akafiti? Changamoto. Ni changamoto. Kwa hiyo bado nadhani kwa upande wa Simba hasa uongozi, yes, pamoja na mapungufu aliyokuwa nayo, pamoja na upumbavu unaweza kusema ambao yuko nao mchezaji. Yes. Wanalo jukumu la kuona huyu bado ana nafasi ya kuisaidia Simba kwa kipindi hiki kilichobakia, michezo iliyobakia. Bado wakazungumze naye. Unajua unaweza kumtafutia hata wataalamu wa psychology. Yes. Bwana kaeni hapa, hebu msaidieni huyu. Yeah. Na hii kumrudisha Dar es Salaam ingekuwa ni nzuri pia, wangemrudisha Dar es Salaam wakiwa na solution ya kumsaidia. Kwa sababu Jonathan Soa mpaka dakika hii ni kama mtoto uliyemzaa. Yes. Mtoto uliyemzaa huna sema ya kumtupa. Okay. Umeelewa? Yaani ukishamzaa tu kashafika duniani. Yes. Yaani wewe ukifanya chochote kile yani kazi inakuja kwako. Hapo kwa mtoto kwa maana Soa ni kama mtoto ambaye wamemzaa. Sasa mzee wangu mzee Kadege, Kadege wa Yanga, yeye anasema kwamba kosa ni la Soa lakini bado atafukuzwa kocha.
Kwa nini asifukuzwe kocha? Kwa nini afukuzwe? Ndio hapo mzee. Yaani mzee Kadege bwana tuandikie. Huyu Kadege anajaribu kufikiri labda pengine Simba sipofanya vizuri. Kadege Yanga. Inawezekana anazungumza kama Simba haitafanya vizuri. Of course kocha yupo kwa ajili ya kuhakikisha timu inafanya vizuri. Okay. Yaani hakuna kocha anaingia uwanjani ila kocha ana msaada wa maamuzi uwanjani kutokea vizuri. Yes. Unajua kuna makocha ambao wanaadhibiwa unajikuta ameshindwa kupanga kikosi yake vizuri. Sahihi. Ameshindwa kuwafanya wachezaji wakajituma uwanjani. Yeah. Wachezaji wanacheza by the way, manake nguvu ya kocha. Huwa watu wanazungumzia lugha ya dressing room. Umeshindwa control dressing room. Yani commitment ya wachezaji pia inatokana na nani? Na kocha. Kocha unazungumza nini na wachezaji? Sahihi. Kocha unapanga mipango vipi ya ushindi na wachezaji? Yeah. Unawatumia wachezaji wa aina gani? Yes. Umeelewa? Yeah. Kwa hiyo of course mfano kama Jonathan Soa angekuwa ni jibu sahihi la Simba kupata matokeo, yes. Alafu umtumii kwa sababu ya jeuri, yeah. Maana kocha utakuwa umejihatarisha. Yes. Ndio maana nasema huenda kocha kaona kwa upande wa Suleiman Mwalimu, yeah. Tayari ameshampa effect ambayo anaamini huyu sasa ndo tiba yangu ya kupata magoli kwa sababu katoka kufunga magoli mfululizo, yeah. Na bado anategemea kumtumia katika michezo mingine. Yes. Kwa hiyo anaona Jonathan Soa useless, achana naye. Okay. Inawezekana, lakini kama ataona kama Jonathan Soa bado ana mchango alafu ukamwambia ondoka, maana yake kibarua chake pia Steven Baka pia anajihatarisha mwenyewe kwa sababu Murtaza Mangungu hata sikia kwamba wewe Steven Baka sio ulimfukuza mtu ambaye alikuwa mtovu wa nidhamu. Yeah. Ulimfukuza kweli, ulimfukuza kwa watakulaumu. Watakulaumu tu kwa sababu hata kama umekosa namba 9 wote wachezaji wote hawapo. Yeah. Labda ni hekima ya uongozi tu waseme bwana lakini bwana tumefungwa kweli, tuko na namba 9. Lakini baadaye kudai mwalimu wanataka hata beki unaweza kumconvert kama namba 9, wao viongozi wanataka matokeo tu. Kwa hiyo kufukuzwa kwa Beka kwa sababu ya Jonathan Soa kumuondoa. Yes. Yep. Yaani anaweza akafukuzwa hata kama Soa amebakia. Okay. Maadamu timu haifanyi vizuri. Yeah. Tunaendelea kujibu comment za watazamaji wetu ambao mnatufuatilia kupitia Salamba Radio, na wewe una nafasi ya kucomment, kuchangia chochote kuhusiana na topic ambayo tupo nao kwa hivi sasa ambayo inamhusu Jonathan Soa. Nipo na comment kutoka kwa Mohdi Sule. Yeye anasema kaka mambo vipi? Mimi nasema poa. Soa kiwango chake hakilingani na Balotelli. Soa hastahili kucheza Simba. Nadhani Lugano Israel ametujibu. Lugano, mimi na swali. Yes. Pengine labda Steve Baka amepata nguvu ya kumrudisha Soa kwa sababu anacheza na Dodoma Jiji, middle team, timu ambayo wanaimudu. What if ingekuwa mechi ambayo anaenda kuicheza hapo kesho ingekuwa dhidi ya Azam ama Simba ama Young Africans ama Singida Black Stars, angekuwa nayo jeuri ya kumrudisha Soa? Nadhani hata hiyo kumrudisha Soa inatokana na haya ambayo umeyazungumza. Okay. Yaani Simba, uongozi wa Simba umeziba masikio. Yeah. Unajua pressure ya kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Yes. Yaani mechi kuanzia ya Tanzania Prison, yeah. Hii ya Dodoma Jiji. Yeah. Si ndio? Yes. Yaani hizi ziko ndani ya pressure kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Yes. Kabla ya michezo hiyo unaweza kusema watu walikuwa wafikiri sana dabi. Yeah. Si ndio? Yes. Lakini kuanzia mchezo wa Namungo, Yanga anacheza, yes. na Namungo, yeah. Simba anacheza na Tanzania Prison. Yes. Wanaenda kucheza pia na Dodoma Jiji. Yep. Michezo yote iko kwenye issue ya pressure kuelekea dabi ya Kariakoo. Usishangae kuna baadhi ya michezo, kuna baadhi ya wachezaji hawatahusika kucheza kwenye hiyo mechi. Okay. Wakiwaandaa wasije kupata majeraha kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo kwa sababu akipata majeraha kwa hizo mechi mwisho wa siku kule kutakuwa na pengo kubwa. Si unanisoma? Kwa hiyo hata hii ukisema kwamba wasingefanya kwa sababu ya Dodoma Jiji, si ndio? Yep. Hapana. Mimi nitasema wamefanya tu, wameziba masikio. Wanajua kwamba chochote kitakachotokea kimetokea. Pengine ile swala ambalo amelifanya Soa lilikuwa ni kubwa zaidi, pengine limeshindwa kupata solution ya ndani. Kwa sababu gani? Yes. Kama ni issue ya kubeba vitu tu. Yep. Umeelewa? Yep. Kwanza uzo kahoji. Aliyetaka Soa bebe vitu ni vitu gani? Hapo sasa. Kwa sababu je, ndo kazi yake kubeba hivyo vitu? Sio kazi yake. Sio kazi yake. Ndio. Ni hiari yake kubeba au nisibebe, kwa sababu sio majukumu yangu ambayo mimi nimepewa ya kufanya. Sahihi. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa na zaidi ya kile ambacho kimefanyika, labda akaambiwa akajibu tofauti, lile jibu ndo likaenda kuzalisha kitu kingine. Okay. Lakini sosi sio sosi ambayo inahusu
yani sababu maalum. Inawezekana ni sababu ya mwendelezo. Unajua kuna sehemu kuna mtu anaweza kukukosea. Wewe sio umekosewa. Yes. Reaction yako ndio itafanya wewe uonekane unakosa. Maana yake unaweza kukukosea mtu kampiga vibao. Sasa ile kumpiga vibao kwako inaweza kuwa tatizo. Kwa hiyo nadhani kama issue itakuwa ni kwa sababu ya kubeba vifaa. So sio mbeba vifaa. Hata mimi mwenyewe ningejiuliza, kwa nini bebe mimi vifaa? Ila kama ni ungwana wa kumsaidia mtu, si ndio? Unaweza ukafanya hivyo. Lakini nakuja, je, baada ya hapo kimetokea kitu gani? Inawezekana kuna jambo kubwa sana. Simba wasingeruhusu. Yani kama ni jambo dogo, Simba wasingeruhusu. So ana kiwango hicho chochokuwa nacho. Ndio. Na mazingira hayo ambayo iko nayo ya kuto kucheza kwa muda mrefu michezo kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, kama jambo lingekuwa dogo, wasingeruhusu kumwachia Soa, kwa sababu hawajui mwisho wa siku atamkaje nani? Mwalimu. Umeelewa? Kwa sababu mwalimu ndio chaguo la kwanza sasa hivi kwa kocha. Je, akiamka naumwa? Je, ana majeruhi au kuna changamoto yote imetokea? Nini kitatokea? Kwa hiyo nadhani wameamua kuziba masikio, kwa sababu jambo ambalo pengine limetokea ni kubwa, ambalo ukidigi ndani lina effect kwenye timu, hasa kwenye nidhamu. Wakaona sasa hebu tutoe jino moja ambalo limeoza kuyanusuru mengine asija kaharibika. Bwana, tupunguze jumbe ambazo tunatumiwa na watazamaji wetu. Tumepokea ujumbe kutoka kwa Juma Darwesh. Yeye anasema kwamba kwani kambini karudi lini? Kambini amerudi leo mchana. Lakini mwingine ni Sabihi Salum anasema kwani kafanya nini? Elik naye anauliza Soa kafanya kosa gani? Lakini Juma Ngali anasema kwamba niko Vichenji Mkuranga, Yanga bingwa tena. Huyu anataka kututoa kwenye mada. Turudi kwenye mada husika. Sasa huyo yuko kwenye mada husika, isipokuwa hujamuelewa. Kwa nini? Akikwambia Yanga bingwa tena. Yaani pengine hofu yake ilikuwa ni Soa akiwepo uwanjani nini kitatokea. Umeelewa? Sasa Soa kutokea uwanjani, kutokuwepo kwenye squad ya Simba, huenda Yanga, yani Simba ni kama ametanua magoli. Kwa maana chochote kikitokea, maana yake Simba ana uwezekano kwenda kupoteza mchezo. Na Yanga kapata nafasi ya kufungua gap lile la kuelekea kwenye ubingwa. Kwa hiyo huyu pia ana maana yake. Ukielewa kiupana unaona bado yuko kwenye njia hiyo moja. Ujumbe kutoka kwa Ibra Kadabla anasema kwamba kuna kitu anahisi. Huenda ikawa Jonathan Soa amekuja Simba kutumika. Anaamini kwamba mapenzi yake yapo Young Africans, hasa kwa Engineer Hersi Said. Amekuja Simba kwa ajili ya kuvuruga. Kwanza alifungiwa mechi 5, na unajua mechi 5 kwa striker unaikosa vipi timu, lakini karibu tu mechi dhidi ya Young Africans anafanya vituko kama hivyo, anarudishwa kambini. Hamuoni kuna shida kwenye hili? Mimi kwenye hilo naweza nikakaa upande wa Jonathan Soa, kwamba sio kweli kwamba inawezekana kaa anatumika. Sema hisia za mtu huwezi kuzizuia, lakini mimi ninachokitazama kwa Jonathan Soa ni yeye mwenyewe tu. Na mimi nilitegemea pengine Jonathan Soa angekuwa ni mwiba mchungu sana kwa Yanga. Unajua kivipi? Mazingira ya mwanzo kabla hajasajiliwa na Simba, Jonathan Soa alikuwa anaonekana ana asilimia zaidi ya 90 kujiunga na nani? Na Young Africans. Uwezo wake, kazi aliyoifanya, ukaribu na Yanga, mawasiliano, kuna sehemu tushia kudauti mpaka mazingira ambayo yanatengenezwa wakati akiwa kwenye timu nyingine, akiwa Singida Black Stars, akawa yuko karibu sana na Engineer Said. Aishai kutoka mwenyewe na kuzungumza kwamba Engineer Said ni baba yake. Si unaelewa? Ndio. Kwa hiyo yale mazingira ulikuwa unaona mguu mmoja uko Singida Black Stars, mwingine mguu mmoja uko Young Africans. Umeelewa? Sahihi. Kwa hiyo kwa maana ile kete kubadilishwa angani. Umeelewa? Upinduzi, yani kwamba unajua Yanga walienda kumchukua Andy Boeli kutoka Afrika Kusini. Wakamwacha nani? Jonathan Soa. Yani kwa Jonathan Soa ambaye yeye mwenyewe alijua yani msimu ujao nitakuwepo ndani ya Yanga. Ndio. Alikuwa amejiandaa psychology, alafu unamleta mchezaji mwingine, maana yake ingetengeneza chuki. Kwa nani? Kwa Jonathan Soa. Mimi nitegemea kwamba lazima kutakuwa na mabadiliko makubwa ya uchezaji wa Jonathan Soa, hasa akikutana na Yanga. Lazima atakuwa na hata kupania, hata kuonyesha kwamba nyie mlinikataa. Very sure. Kwa hiyo ukiniambia anatumika kwa upande wangu, naweza kusema haiwezi kuwa kweli. Inawezekana ndo nidhamu tu imetokea na watu wako sahihi hata kuwaju baadhi ya vitu, kwa sababu
inawezekana ukasema ndio kumbe sio. Umeelewa? Lakini kwa picha ambayo unaiona, Jonathan Soa ndo angekuwa na chuki sana na Yanga kwa sababu mmemkataa dakika za mwisho. Yes. Angelipiza kisasi au waonyeshe kwamba si mlinikataa. Wacha niwaonyeshe kazi kwamba mimi ni bora kuliko mnavyofikiria. Tunaendelea kupunguza jumbe ambazo tunazipokea kupitia Salamba Radio. Tunaye hapa Lumwecha Nzela anasema kwamba Simba kubwa kuliko Jonathan Soa, lakini Modo Elewa anasema kwani Soa kakosea nini? Nadhani tumeshalieleza. Lakini ipo jumbe imetoka mbali sana. Imetoka sehemu ambayo tunaiheshimu sana. Anaitwa Mohdi Sule. Anasema kaka nawapata nikiwa Saudi Arabia. Yeye yupo Saudia. Sure huyo. Yes, Sure yupo Saudia. Anatufuatilia kupitia Salamba Radio, na tuambie tu watazamaji. Ndio. Tunapatikana dunia nzima. I say. Popote ulipo unatupata. Kwa hiyo Sule inawezekana pia na washikaji wengine waambie bwana, ukitaka taarifa za michezo lazipata kupitia Salamba Media. Yupo Muscat pale, labda wanasubiria magharibi waweze waende kupata futari kidogo, lakini wanapata taarifa kuhusiana na Jonathan Soa. Yeye amesema hivi, katika kila kitu nidhamu kwanza. Hata Young Africans awe bingwa mara 100, ila Simba yetu tunahitaji nidhamu. Yaani yupo tayari kwamba wafungwe na Yanga achukue ubingwa, lakini wasimamie kwenye nidhamu. Kama mchezaji kakosea, basi achukuliwe hatua, sio aachwe kisa anaenda kucheza na Young Africa. Kwa hiyo ni kama mtu ambaye kinywa chake kina meno 32, lakini kuna jindo moja ambalo limeoza, lingolewe. Yeye hahitaji meno, anahitaji tu hata bora awe na pengo. Lakini nidhamu ya mdomo iwepo. Hiyo ni kwa upande wake, lakini naamini mashabiki wengi wa Simba wanahitaji sana ubingwa kuliko kitu kingine chochote. Very sure. Na mazingira ambayo wanapitia Simba sasa hivi, wanatamani sana yani awe Mwalimu awe Jonathan Soa, madam hata kama amekosa nidhamu kiasi gani, lakini akaiposoa Yanga. Mfano kama Jonathan Soa pamoja na utovu wa nidhamu wake ambao ameonyesha. Kama angepata gemu ya watani wa jadi. Si ndio? Mechi ambayo inafuata tarehe ngapi? Tarehe 1. Mfano angepata nafasi afunge. Ungesikia maneno ya mashabiki wa Simba ambao angekwambia tunashukuru viongozi mliotetea mtu mwenye kiburi, jeuri, asiyekuwa na nidhamu lakini anatufungia. Ndio. Kwa hiyo magoli yana thamani kubwa sana hasa kwa Simba ambayo kwa sasa hivi ipo katika wakati mgumu sana. Ukizungumzia Simba kukosa ubingwa mara 4 mfululizo, si ndio? Kupasuka na Yanga mara 6 mfululizo. Hapo kupasuka na Yanga mara 6 mfululizo, tunapokea ujumbe kutoka kwa Dion Eris anasema, bwana kufungwa na Yanga mara 6 mfululizo. Dharau jamani. Wanafanyaje sasa? Ina maana mara 6 marake ni kwamba kwa upande wa Simba ameshazoea. Mara ya kwanza inaumiza, mara ya pili inaumiza, mara 3 unazoea, alafu mara 4 unazoea zaidi, mara 5 unapata gani? Ndugu yangu mara 6 hapana. Wewe ushakuwa mzoefu. Kwa wana Simba lazima wana maumivu yale ya mazoea kwamba sasa imekuwa inatosha. Na mimi binafsi sijasema popote, nazungumza kupitia Salamba Media. Ninaona Simba mchezo wanaenda kushinda dhidi ya Young Africans. Mchezo anaenda kushinda tarehe 1 mwezi wa 5. Yaani naona dalili ya Simba kwenda kushinda ule mchezo. Na Yanga inawezekana ushindi wao utakuwa ni sare. Yaani imani yangu, naheshimu ubora wa Yanga aliokuwa nao. Umeelewa? Ubora wa Yanga waliokuwa nao na uheshimu. Ndio. Yanga wana chemistry ya muda mrefu, wanachezaji ambao wanaweza kuzihesabu kasi zao. Kabisa. Simba wana mapungufu ya kimuunganiko, lakini wanachezaji bora ambao wameingia sasa hivi. Kina Kibabage, kina Libasa Geye, kina Aniseti Aura, umenelewa, kina Luemba, Chama, ongezeko la wachezaji walioongezeka ndani ya Simba. Ni mchezaji mmoja tu ambaye bado haja prove ubora wake, na huyo ni Baraka Mwangosi. Lakini kafunga mechi iliyopita. Lakini wengi wao wameanza kuonekana, hata beki Ismaila Tule. Sawa. Tumeona jinsi ambavyo mchezo uliopita pamoja na mapungufu mchezo uliopita
mingine, lakini mchezo dhidi ya Tanzania Prison alikuwa na utulivu sana. Sahihi. Kwa hiyo pamoja na mimi natabiri utabiri wangu ni dabi ya Kariakoo. Yes. Simba huenda wakafufukia pale. Okay. Isifike hiyo asilimia ngapi 7 kwa wiki wiki na siku ngapi? Wiki na siku 7. Full wiki hapana. Inawezekana ikaishia hapo kwenye siku 6 hizo za wiki. Okay. Mara ya mwisho ulitoa kiwanja. Kiwanja chako ambacho kipo Msongora huko karibu na kwetu, ukasema kwamba ikitokea Young Africans akaingia hatua robo finali, kipo kiwanja pale, mwenye gari alete gari tumalize shughuli. Watu wakakimbia kweli bwana. Kiwanja kikasema bwana, hii kamera kinielekea huku kama kuna mtazamaji yote wa Salamba Media atakuwa nakumbuka ule mchezo wa Yanga, mchezo wa mwisho. Yes. Kuna watu walikuja na maneno makali si ndio? Nilionekana kama naongea vitu ambavyo yani kama na vitu wapi, si vitu vya ajabu, haviwezekani kabisa. Umeelewa? Mimi niliwaambia kwamba Yanga hatoboi. Na niliwapa asilimia ngapi? 2. Asilimia 2 bora walikuwepo. Yes. Kuna mwingine angepindisha asilimia 2 tu. Sawa, lakini kilichotokea ni nini? Yanga ametolewa. Yanga katolewa. Sawa. Ndio. Mechi nayoiona mimi kwa imani ile ambayo nilitoa kwa Yanga mechi iliyopita, hiyo nairudia sasa hivi. Yes. Simba wana nafasi kubwa ya kushinda mchezo wa dabi pale Zanzibar. Okay. Umezungumzia kuhusiana na kutoa kiwanja. Yes. Muulize mtazamaji yoyote kama yuko tayari kuweka gari. Maana sasa hivi mimi ningekuwa na gari sasa hivi. Kama tungekubadilishana viwanja, ningempa mtu kiwanja afu mimi ningechukua kiwanja chake. Yaani ningechukua viwanja viwili. Sasa ningekuwa kiwanja changu na gari au kiwanja na kiwanja kingine. Lakini watu waliingia mitini. Kama kuna mtu wa kuweka seme. Kama atakitaka kiwanja cha Mbezi nitaweka. Kama kiwanja cha huko Msongola nitaweka. Aseme. Yes. Bwana mwenye gari au kiwanja aseme, adondosha komenti yake hapo chini Salamba Radio, alafu atuambie bwana kama naamini Young Africans wanashinda, basi haweke mambo yaende vizuri kweli kweli. Lakini asante kwa ambaye umetuandikia. Bado tunazo story nyingi sana ambazo tupo nazo hapa, kitu ambacho haustahili wewe kuama, kwa sababu tuna hiyo story ya Jonathan Soa, lakini tutakuja kukupa story ya Damaro Kamara kwa Young Africans. Lakini wakati hujaama hapo, najua unataka kuama. Ndio. Kwamba mimi siongee kishabiki. Umeelewa? Bora ufujua. Mimi siongee kishabiki na mtu yote akisema nimeongea kishabiki. Mimi siongee kishabiki. Mimi naongea kitakwimu. Na mimi ninachokiamini kwamba huenda Simba mchezo unaofuata wakapata matokeo. Niwaambie kitu kimoja ambao nakiona. Simba wana matamanio makubwa kuliko Yanga. Umeelewa? Ndio sababu yangu naiona Simba wanaweza kupata matokeo. Simba watapata matokeo kutokana na mwendelezo wa michezo iliyopita. Psychological ya Simba iko vizuri. Labda iharibiwe na Dodoma Jiji. Lakini akiendelea kupata matokeo Simba itaenda kuwasaidia. Lakini angalia kwa upande wa Yanga. Kwa Yanga ametoka kucheza dhidi ya Namungo. Yanga tiatia maji mpaka penalty. Umeelewa? Kama wangepata penalty Namungo maana yake ingekuwa sare. Yanga psychology yao itakuwa haijakaa sawa mpaka sasa. Kwa hiyo mtu ambaye anaanza kusema naongea kishabiki, unajua anaweza kaa shabiki wa Simba akafikiri labda mimi wenzao, au shabiki wa Yanga akafikiri labda mimi siko pande wao. Mimi naongea takwimu na mtazamo wa psychology na effect ambayo inaweza kutokea kwenye game husika. Lakini Simba imani yao, wachezaji wapya wamekuja na vitu vipya. Kwa imani yao pia ni kubwa na morali hata mashabiki ni kubwa. Tumaliza na comment chache ambazo tumezipata hivi sasa. Dioni anasema kushinda kwa Young Africans ni ngumu sana. Simba wana mabeki wa kuzuia anasema kwamba kushinda ni ngumu sana kwa Yanga. Simba wana mabeki wa kuwazuia Pacome Peodo Zuzwa, Maxi Okero, Abuya Buba pale mbele. Lakini pia Radius anatuambia kwamba lazima Yanga apigwe. Lakini comment ya mwisho ndugu yetu kutoka Saudi Arabia anasema kaka, maisha mazuri hayaji bila nidhamu. Yanga amefuzu amechukua ubingwa mara 4 kwa sababu alikuwa na nidhamu. Sasa